Aisha. Kunte. Aisha, unanisaliti? Kunte, hacha Mungu na kuua. Kunte, unaniua leo. Kunte. Kunte, kaka nisikilize basi. Na mgongo wewe. Sasa kufanya kwa wewe bwana. Mungu wangu, baba nakuomba baba, mume wangu na Kunte wanapigana baba. Nakuomba kagombelezea utakuja kuona baba. Baba nakuomba twende. Aisha, unatakiwa ufurahi na kurukaruka. Wenzako toka wamezaliwa hawajawahi kugombaniwa na wanaume, hadi wanakufa. Wewe umepata bahati ya kugombaniwa na wanaume. Una shepu kama ya tembo, domo limekaa upande, lakini wanaume wanakugombania. Wewe cha kufanya hapa, chukua kiti, njoo kae hapa, upate kinywaji baridi, ukifurahia. Sawa? Yaani mzee, una dhambi kubwa sana kwa Mungu. Kumbuka kila unalolifanya, kila unalolitenda, Mungu analiona. Na mhusika wa jambo hili ni wewe, hakuna mtu mwingine. Kumbuka kuna Mungu ana uwezo zaidi ya wewe. Kuna Firauni aliyomiliki mamia ya wachawi na waganga. Walimheshimu na kumtii. Leo kiko wapi? Na kuuliza wewe leo wapi? Hebu nitolee mahubiri yako. Mfuate wewe Mungu wako akakusaidie. Umeacha kulala na mmeo, umeenda kulala na Kunte. Si umalaya huo? Allah, jinga. Toka hapa. Marukuba ndugu yangu, nimekuja labda wewe unaweza kanisaidia. Maana nimekaa nyumbani sina amani, sina raha. Yaani roho iko juu juu. Nawaza muda wote Majaliwa anakuja kwangu. Sijui hata nafanyaje. Hilo pia ilikuwa ni wasiwasi wangu. Sasa hapo swala ni kumkwepa, si ndo maana yake? Kumkwepa ndio, kwa sababu hata akija pale sijui nafanyaje. Hela zote tumetumia baa, tumelewesha watu. Na kazi yake sijaifanya na hata kuijua siwezi kabisa. Hilo swala dogo. Hapa swala tunaenda kujificha tena gesi. Gesti? Hivi wewe una akili kweli wewe? Una akili zako timamu? Hizo hela za gesti zinatoka wapi? Na ziko wapi? Maana hiyo jana yenyewe nilikopo tu na pombe kichwani nimelewa. Hivi unadhani utanipata nikiwa mzima? Unachekesha kweli. Kwani hela zimeisha? Zimeisha ndio. Kumbe zimeisha. Anyway. Sasa hapo sasa kuna kitu cha kufanya. Na mimi sindo kubali kuona wewe eti hauendelee na shughuli zako. Hiyo sitopenda. Ni lazima uendelee na shughuli zako. Ndio, kwa sababu ile biashara ndio inatuingizia sisi pesa na kustafiri watu. Unafanyaje ndugu yangu? Cha kufanya pale unatakiwa utoke. Tuhamishe Kilinge. Twende sehemu nyingine. Tunahamishia wapi? Kuhusu swala la kwenda, usiwe na mashaka. Niachie mimi, kila kitu utaweka sawa. Vipi, ulivyoenda nyumbani? Ulipata taarifa kama alifika? Kuhusu huko kuniulizia, ndo natia tu mguu.
naambiwa kuna mgeni wangu anaitwa Majaliwa. Kaja mara hizi 3. Hatari. Huko sasa kwako hakufai. Huko kwako hakufai. Hapa cha msingi ujifiche hapa nyumbani. Nitakushukuru kwa kweli. Maana hapa hata sijui pa kwenda. Huko nahisi nyumba yangu yote naona kama inawaka moto. Sina shida. Mzee Kidagaa, nadhani unaona tafarani iliyotokea leo, na si mwingine aliyosababisha ila ni wewe. Mzee Kidagaa, umefurahi sisi sijui kupigana. Angalia Amani alivyo paniki kwa sababu tu ya mke wake kumkuta ametokea chumbani kwangu. Na ukiangalia Mzee Kidagaa, tumeshamaliza ile adhabu yetu. Zile siku 3 ulizotupa za kutokulala usiku tumeshazimaliza. Sasa leo inakuwaje ndo siku ya kwanza tu mimi nimepumzika, nimejiegesha, nikasema ngoja niegeshe mgongo wangu. Nashangaa mtihani kama unatokea. Mzee Kidagaa, naomba umfuate Amani. Umwambie kuwa wewe ndio ulioyafanya hayo mambo na si mtu mwingine. Kwa sababu mimi najua nikimfuata mimi sasa hivi Amani tutauana tena. Mziki utaanza upya. Na kuomba Mzee Kidagaa, mfuate Amani ukamwambie. Wewe una uhakika gani kama mimi nimefanya hivyo? Hebu kuwa na heshima hata kidogo. Nimediriki kukukaa kimya nisiweze kuingilia mambo yenu, lakini bado mnanichokonoa tu. Wewe Kunte, Amani ana haki ya kugombana na wewe, kwa sababu wewe ndio uliofumaniwa. Na kushauri kitu kimoja, wewe ni mtoto wa kiume, unataka uangamane. Navyomjua yule Msukuma kwa hasira zake, si kama atakuacha. Alafu isitoshe, mimi furaha yangu mimi ni kuwaona nyinyi mnagombana. Mimi ndo nafurahi. Saizi baba. Salama. Shikamoo. Baba. Baba, nimekuja kuhamia. Gari langu la vyombo liko hapo. Vipi? Yule mtu wa usafi kashafanya? Tayari muda mrefu. Ulikuwa unasubiriwa tu wewe. Asante. Basi ngoja niwaambie vijana wanisaidie kuingiza vitu ndani. Sawa, karibu sana. Unashangaa nini? Unadua wapi? Nenda kamsaidie kuchukua vyombo kulete ndani hapa. Hiyo ndo ajira hii. Nenda kamsaidie kubeba vitu, wewe unaweza kupata chochote kitu. Hebu nenda bwana. Usisoge, usishawishike, ukisikia jina lako usitike. Usiupende, usihadaike, pitajia zote ila ukusitike. Utawa wachawi, wachawi, wachawi. Utawi, tawi, wachawi, wachawi. Mimi nilikuwa naomba tu tuishie hapa. Rudi nyumbani ukapumzike na mimi niwahi nyumbani. Tutaonana siku nyingine Mungu akipenda. Nashukuru sana shemeji Nuru. Sawa. Nashukuru kwa kunithamini, kwa kunijali katika kipindi hiki. Maana tokea mtoto wangu apotee, wewe ndio umekuwa faraja kwangu. Umekuwa mwokozi kwangu kwa kukimbilia katika tatizo kama hili. Mimi niseme tunakushukuru sana. Uendelee na moyo huo huo shemeji. Usijali shemu. Sisi tuko pamoja. Kwa sasa ni kama ndugu. Kwenye matatizo lazima tusaidiane. Na naamini ipo siku moja tofauti yenu kati ya wewe na Bubu itaisha. Shemeji, nashukuru sana. Nashukuru sana kwa maneno yako matamu, maneno yako mazuri yenye faraja, kiasi kwamba hata mgonjwa aliyokuwa anaumwa ukiongea maneno yako wewe anakuwa anapona.
Nakushukuru sana shemeji. Ila najua hali ya nyumbani kwenu, uchumi wenu naujua sana upo vipi. Sasa nisingependa nikuache hivi shemeji yangu. Hii hapa shemeji. Hii itakusaidia katika matatizo madogo madogo kwa nyumbani. Asante sana shemeji. Mungu akubariki na akuongezee pepo alipopungua. Amina. Nashukuru sana. Nami nikutakie siku nyingine tena. Shemeji, kwaheri. Inshallah. Haya. Bora ningepita mbali ningeshuko. Mganga, naweza nikampata mwanangu mimi kweli jamani? Usijali kuhusu kumpata mwanao. Utampata. Ngoja nikuangalizie kwanza. Jamani, mwanangu sijui anakula nini, sijui analalaje, sijui upoje, sijui hata ana hali gani jamani. Mwanao yupo na bado yupo hai, ila yupo kwenye mikono ya watu wabaya, kwenye mikono ya wachawi. Tukichelewa mwanao atamla nyama. Basi fanya twende mganga, twende. Kaa chini kwanza, kaa chini. Mwanao yupo katikati ya kundi la wachawi, na ukienda kichwa unakufa wewe pamoja na mwanao. Wachawi wana tabia kualika mtoto siku 7, na ikifika siku ya 7 wanamla nyama. Muda wa kumwokoa tunao, ila sasa inatakiwa damu ya kafara ya ng'ombe mkubwa. Hiyo damu inabidi tuwakabidhi wachawi, watukabidhi mtoto. Na ikikosekana hiyo damu, hatuwezi kupata mtoto. Hizo siku 6 zilizobaki, inatakiwa katafute 2 milioni kwa ajili ya ng'ombe na ulete hapa. Maana mimi ndo najua ng'ombe wa aina gani atakiwa kufanyiwa kafara. Na 500,000 kwa ajili ya malipo yangu. Kwa hiyo jumla inakuwa 2 milioni na 500,000. Katika siku 6 zilizobaki, ukishapata hiyo hela, uje hapa. Pesa. Mtoto. Baba. Napata wapi mimi? Mungu wangu. Pesa. Mtoto. Kuje! Pata huyu. Hivi unajua madhara ya iko kitu tunachotaka kukifanya? Katika jamii utaonekana ni unyama. Hebu jaribu kucontrol hasira zako. Mwisho utaenda jela. Acha kumwendekeza shetani. Mimi na Konta tutafanya lolote leo. Aisha, wewe hujui jinsi gani mimi nimeumia. Hujui hisia zangu. Na sijali lolote lile linikute. Hata kama nikifungwa sijali. Wanaume akiumizwa wanaumizwa kweli kweli. Sasa nitahakikisha nakikata kichwa cha Kunte leo hii hapa. Kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Mume wangu, usiseme hivyo. Niache Aisha. Tena kaa mbali. Toka kabla ile panga lija kwanza wewe. Toka!
Bisho, nakupenda sana na kuahidi nitakutii na kukusikiliza kwa chochote kile ambacho tunachokisema. Kunte, upo tayari kunitii, kunisikiliza, kunijali na kunipenda zaidi ulivyokuwa unampenda Toba? Ndio, of course. Kwa sababu Bisho, mimi vitokea kupenda sana. Halafu chingine, kuanzia sasa hivi katika akili yangu unaizunguka ni wewe. Siwazi lolote kuhusu Toba. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Kunte, utakachokiona iwe siri kati yangu mimi na wewe, na usije ukamwambia mtu mwingine yoyote, na ukikiona ona tu ni kitu cha kawaida. Sawa? Ndio, nimekuelewa. Sasa hizi mume wangu. Sana. Njoo mama. Unatoka wapi? Kwa rafiki yangu Mafaa. Nataka kufishi kuna nini? Hiki kina mboga kwa ajili ya jioni. Pesa umetoa wapi? Na ikiwa mimi nimetoka asubuhi hata sijakuachia pesa. Nikakwambia kwamba nikirudi mambo yatakuwa sawa. Rafiki yangu Mafaa nilikuwa namdai 10,000. Sasa leo alikuwa amenipigia simu asubuhi nile nikaifuate. Anipigie simu Mafaa mimi niongee naye. Mume wangu, umepata nini siku hizi? Mbona unashindwa kuniamini? Nisikize kwa makini. Najua kila kitu unachokifanya. Wewe umetoka kwa Majaliwa na umeenda kwa siri ile mimi nisijue. Nimefurahi sana kwa penzi lako tamu siku ya leo. Na kwa hakika Mwenyezi Mungu amekujalia nguvu ya ulijali. Wewe ni mwanaume wa shoka. Asante, nashukuru. Hapo nje mlangoni kwako yupo Amani na ameshika panga, anasubiri utoke ili akuue, kwa sababu anaamini wewe unatembea na mke wake, hivyo anataka kukuua. Kwa hiyo naomba niambie nimfanye nini, kwa sababu yeye kama lengo lake kukuua, mimi nimfanye nini? Nimgeuze kuku, nimfanye zezeta, au nimfanyeje? Chochote naweza kufanya, kwa sababu wewe sasa hivi ni mpenzi wangu. Na Majaliwa ndo aliyokupa pesa ya kununua hivyo vitu. Sasa basi, marufuku kuingia na hizo takataka zako ndani. Na unipe maelezo nini kinachoendelea kati ya wewe na Majaliwa. Na nilishakukataza kwa kuwa karibu na Majaliwa wewe. Samahani mume wangu kama nitakuwa nimekwaza. Basi kwanza nikapike ili swali tutalizungumzia baadaye. Chochote kinachomhusu Majaliwa hakina nafasi kwenye kaya yangu. Tena wewe mwanzo na mwisho kusikia unaenda kwa Majaliwa. Jizika unachokipata, acha tamaa. Hapana. Naomba usimfanye kitu chochote kile. Niachie mimi, najua vipi naweza nikamalizana naye. Nakuomba. Usimfanye kitu chochote. Aisee, ndio ni mwoga sana. Sawa, sitoingilia, ila jukumu la kukulinda liko juu yangu, kwa sababu wewe sasa hivi ni mpenzi wangu. Kwa hiyo sitotamani kuona mtu yote anakuzuru.
Ukizonga zohari, nuksi na vitisho. Ona sina fatali, kila siku matatizo. Usisoge, usishawishike, isikie jina lako usitike. Usiupende, usihadaike, pita njia zote.